Wananchi wanakushukuru kwa kutoa mitambo ya kuchimbia visima katika mikoa yote ambayo imesaidia upatikanaji wa maji safi na salama mjini na vijijini nchini. Wananchi wanakuomba Mheshimiwa Rais kuongeza mitambo ya kuchimbia visima vya maji katika mikoa, na ikikupendeza uelekeze Mamlaka ya Maji RUWASA kutoa huduma hiyo ya uchimbaji wa visima kwa gharama nafuu kwa wananchi wenye uhitaji, kwani itasaidia sana upatikanaji wa maji safi na salama hasa vijijini. Mheshimiwa Rais, mnamo mwezi Mei mwaka huu 2025 ukiwa mkoani Singida uliongeza kima cha chini cha mshahara kwa asilimia 35.1 kwa watumishi wa umma nchini. Ongezeko hilo limeboresha ustawi wa wafanyakazi na kuongeza ari ya kufanya kazi kwa watumishi wa umma nchini, iliyopelekea wananchi kupata huduma bora kutoka kwa watumishi wa umma. Watumishi wa umma wanakushukuru sana kwa kuongeza mshahara. Mwenge wa Uhuru oye! Mheshimiwa Rais, vijana ndiyo nguvu kazi ya taifa. Mwenge wa Uhuru wa mwaka 2025 ulipita na kukagua miradi ya vijana walionufaika na mikopo ya 10% ya mapato ya ndani ya halmashauri. Vijana wanakushukuru kwa kurejesha mikopo, kwani imesaidia kupata mitaji ya kuanzisha na kuendeleza biashara. Aidha, vijana wanakushukuru kwa kuanzisha shule za amali nchini na kujenga uendelezaji vyuo vya VETA nchini. Uanzishaji wa vyuo na shule utasaidia vijana kupata ujuzi mbalimbali na kujiajiri kupitia juzi mbalimbali, ikiwemo kutumia sayansi na teknolojia katika kutafuta utengenezaji wa bidhaa na kutafuta masoko bidhaa na malighafi. Kila mwaka Mwenge wa Uhuru na kumbukizi ya Baba wa Taifa hutukutanisha Watanzania kutoka pande zote za nchi, tukikumbushwa misingi ya umoja, upendo na utu alivyoipigania Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kupitia mbio hizi, ujumbe muhimu kuhusu maendeleo, uwajibikaji, uadilifu na uzalendo umeendelea kusambazwa kote nchini. Mheshimiwa Makamu wa Rais na wananchi wote mlioko hapa na mnaofuatilia mwenendo wa tukio hili la kitaifa kupitia vyombo vya habari, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Amani Abeid Karume walituachia urithi mkubwa wa uadilifu, uwajibikaji na uongozi wa kujituma kwa ajili ya watu. Na katika mwaka huu wa uchaguzi, ni jukumu letu kuenzi urithi huo kwa kuendesha na kushiriki uchaguzi kwa amani, vile vile kwa kufanya kazi kwa bidii ili kuendeleza mapambano dhidi ya umaskini, ujinga na maradhi. Hivyo basi, ndivyo ambavyo tunatakiwa kudumisha heshima na hadhi ya taifa letu kama mfano wa demokrasia yenye amani barani Afrika. Mwenge wa Uhuru ulipoasisiwa ulilenga kuidhihirishia dunia na kuonesha mfano kwa mataifa yaliyokuwa bado chini ya udhalimu wa kikoloni maana ya taifa huru na uwezo wetu wa kujitawala pasipo kuingiliwa na mtu yeyote. Maono haya ya Mwalimu yalikuwa sahihi, na hasa kwa taifa lililokuwa ndiyo kwanza limejinasua kutoka katika makucha wa koloni, aliposema, na tumeimba hapa, sisi tumekwisha kuwasha mwenge na kuuweka juu ya mlima Kilimanjaro, umulike hata nje ya mipaka yetu, ulete matumaini pale ambapo hakuna matumaini, upendo mahali ambapo pana chuki, na heshima ambapo pamejaa dharau. Falsafa hii imekuwa dira ya mbio hizi za mwenge kwa miaka yote, ikiendeleza dhamira ya kuhamasisha uzalendo na ujasiri wa kupambana na maovu katika jamii na kuleta amani, upendo, maendeleo na mshikamano katika taifa letu na hata mataifa mengine. Kupitia falsafa hii, nchi imefanikiwa katika mambo mengi,
ikiwemo kuondoa ubaguzi, ukabila na kujenga umoja wa kitaifa, kuimarisha utawala bora, kupinga dhuluma, dharau, chuki na kupambana na ufisadi na rushwa. Na kwa mantiki hiyo, serikali itaendelea kuenzi falsafa hii kwa maendeleo ya taifa letu. Ili kuendelea kuenzi maisha na mchango mkubwa wa baba wa taifa, Watanzania wote tunatakiwa kusimamia misingi mikuu aliyotuachia Mwalimu Julius Nyerere. Na hapa naomba nisisitize mambo manne tu na kwa kifupi. Kwanza ni kulinda uhuru wa taifa letu pamoja na kudumisha umoja na amani na kusimamia haki miongoni mwa jamii. Ndugu zangu wa Tanzania, tusipofanya hayo kwa dhati, kuna hatari ya taifa letu kusambaratika. Jambo la pili ni kujenga na kuimarisha maadili mema katika jamii yetu, na hasa miongoni mwa vijana wetu ambao ndio taifa la sasa na taifa la kesho. Ni lazima kukemea mmomonyoko wa maadili, ikiwemo rushwa na ufisadi, ambavyo baba wa taifa alivichukia sana na kuvipiga vita kwa vitendo. Jambo la tatu ni kuwajibika kwa kila mwananchi kufanya kazi kwa bidii ili kuboresha maisha na kuinua vipato vyetu na hivyo kuchangia katika ujenzi wa taifa. Ninawahimiza vijana kuchangamkia fursa zilizopo na zinazochipukia katika sekta mbalimbali kama kilimo, biashara, ujasiriamali, tehama, huduma na pia michezo, sanaa na utamaduni. Kila mmoja wetu hana budi atambue kuwa anao wajibu katika kuijenga nchi yetu ya Tanzania. Tanzania itajengwa na Watanzania wenyewe. Jambo la nne ni uhifadhi na utunzaji wa mazingira, na hasa kulinda vyanzo vya maji, upandaji wa miti na kufanya usafi wa mazingira, mambo ambayo baba wa taifa alikuwa mfano bora wa kuigwa. Ninawahimiza vijana muendelee kutumia ubunifu, maarifa na nguvu zenu vizuri zaidi, na serikali na waamini na itawaunga mkono. Kwa kuzingatia hilo, serikali imeendelea kuwekeza kwenye elimu, ujuzi, teknolojia, ubunifu, michezo na utamaduni ili kuwajengea vijana uwezo wa kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kuchangamkia fursa mbalimbali zinazojitokeza. Aidha, katika ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 mpaka 2030 imeweka lengo la kuanzisha vituo vya uwekezaji na uwezeshaji vijana kiuchumi katika mikoa pamoja na kuzalisha ajira kwa vijana zipatazo milioni 8.5 itakapofika mwaka 2030. Ninapenda kuzikumbusha wizara zetu mbili zenye dhamana ya vijana, bara na visiwani, kuratibu vema utekelezaji wa sera za maendeleo ya vijana na kuhakikisha sekta zote zinatekeleza ajenda ya kukuza ushiriki wa vijana katika shughuli mbalimbali za maendeleo.